Waziri wa zamani wa biashara wa Ivory Coast Jean-Louis Billion amekubali kushindwa na rais anayeongoza Alassane Ouattara akiwa katika uchaguzi wa urais wa nchi hiyo. Hii ni baada ya matokeo ya awali kuonyesha kwamba Ouattara akiwa na uongozi mkubwa kitaifa. Lakini Billion mwenyewe alikubaliana na matokeo hayo mapema tu, akisema matokeo ya awali yanaonyesha kuwa rais aliyekuwepo madarakani Bwana Alassane Ouattara ndiye mshindi wa uchaguzi huu wa urais. Lakini Billion mwenyewe alikuwa miongoni mwa wagombea wa upinzani wanne waliokuwa wakishindana na Ouattara, ambaye ana umri wa miaka 83 na aliyekuwa afisa wa shirika la fedha duniani IMF anayewania muhula wake wa 4 madarakani tangu mwaka 2011 chini ya chama kikuu tawala cha nchini humo RHDP. Lakini Billion mwenyewe hakupata uungwaji mkono wa chama kikuu cha upinzani cha PDCI kinachoongozwa na Tidjane Thiam aliyekuwa mkuu wa benki ya Credit, ambaye alizuiwa kugombea. Mapema siku hiyo, tume huru ya uchaguzi ya nchi hiyo ilianza kutangaza matokeo ya awali ya uchaguzi uliofanyika Jumamosi kupitia television ya taifa. Karibu wa Ivory Coast milioni 9 walistahili kupiga kura katika uchaguzi uliofanyika, huku upinzani ukiwa umedhoofika kutokana na marufuku kwa wagombea wawili wakuu. Hadi sasa mitaa ya Abidjan imeripotiwa kuwa tulivu kabisa, isipokuwa matukio machache ya vurugu katika maeneo mengine ambayo yamesababisha vifo vya watu wawili. Washindani wakuu wa Ouattara ni rais wa zamani Laurent Gbagbo na Tidjane Thiam, ambao walizuiwa kugombea. Gbagbo kutokana na hukumu ya jinai na Thiam kwa kuwa na uraia wa Ufaransa. Hali hii ilisababisha maandamano ya kabla ya uchaguzi na miito ya baadhi ya makundi kususia uchaguzi huo. Tume ya uchaguzi haijatangaza rasmi idadi ya waliopiga kura, lakini mwenyekiti wake Ibrahim Koulibaly alisema mapema kuwa ushiriki ulikuwa takriban 50%. Kwa kuwa wagombea wakuu walikuwa wamezuiwa, Ouattara alikuwa ndiye mshindi anayetarajiwa. Uchaguzi wa Jumamosi ulihusu hali kama ya mwaka 2020 ambapo Ouattara alipata 94% ya kura, huku ushiriki ukiwa kidogo zaidi ya 50% katika uchaguzi uliosusiwa na vyama vikuu vya upinzani.